يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katika sura yetu hii ya 7 leo tunasoma kuanzia aya 187 katika hii sura ya Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Yas'alunaka 'ani saati ayyana mursaha, wanakuuliza watu kuhusu kiyama kinakuja lini. Mursaha kama ingekuwa ni safari ya meli, basi kwenye kituo cha mwisho pale inapokwenda kutia nanga, inapofunga gati, ndo ishafika. Sasa tunaambiwa kiyama kiko njiani. Walikuwa wanataka kujua taarifa, kitakuwa mwaka gani, mwezi gani, saa ngapi, wapewe data kamili. Sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kushuka aya hii, ruya, imesimuliwa anna al-mushrikina qalu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallama, imesimuliwa kwamba washirikina walimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, in kunta nabiyya, kama wewe ni mtume, fa akhbirna 'ani saati mata taqumu, hebu tujulishe kiyama kitasimama lini. Fa anzala Allahu, ndo akateremsha Allah aya hiyo, yas'alunaka 'ani saati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusiana na kiyama kitafika lini, lini kitatia nanga. Maana yake ni kwamba yas'alunaka ya Muhammadun 'anil qiyama, ewe Muhammad, watu wako wanakuuliza kuhusu kiyama. Ayyana mursaha, ni siku gani kwa uhakika kitakuwa kimefika, yani mata wuqu'iha wa huduthiha, kitajiri lini na kitatokea lini. Walitaka exact time ya kiyama, mwaka, mwezi, siku, saa. Wasumiyatil qiyamatu saa, kiyama kinaitwa kwa jina hili saa, lisur'ati ma fiha min alhisabi, kwa sababu ya wepesi wa yale yatakayojiri katika mahesabu ya amali za watu na malipo yao. Fasta inafanyika. Ka kaulihi ta'ala, ni kama Allah alivyosema kwenye kauli yake nyingine, wama amru saati illa kalamhi albasari au huwa aqrab, zoezi zima la hicho kiyama litakuwa ni kama kupepesa kwa jicho tu, au kupepesa kwa jicho kunachelewa zaidi kuliko hicho kiyama. Kwa hiyo imeitwa saa kwa sababu ya muda mfupi mambo yote yatakuwa yamekamilika. Qul, waambie waulizaji, innama ilmuha inda rabbi,
hakika elimu ya jambo hili hii anayo mwenyewe tu Mola wangu peke yake, hakuna mtu mwingine anajua, wala hakuna kiumbe mwingine anayejua. Innama ilmuha inda rabbi, kwenye suratu Naziati iko kama hivi, yasalunaka ani saati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusu kiyama lini kitatia nanga. Badala ya kupewa jawabu akaulizwa naye swala, fima anta min dhikraha, we na kiyama wapi na wapi? Inakuhusu nini elimu ya kiyama wewe? Na hapa lipo swala lile lile, yasalunaka ani saati ayyana mursaha, qul, wajibu hivi, innama ilmuha inda rabbi, kuhusiana na kiyama elimu yake iko kwa Mola wangu mwenyewe tu peke yake. Wanawachuoni wanatuambia katika Qur'ani kuna aina mbili za maswali, sio maswali mawili. Kuna aina mbili za maswali ya watu na jinsi yalivyojibiwa. Kuna maswali ambayo watu waliuliza mitume wao wakaletewa jawabu. Wameuliza watu kwa mtume wao jambo, mtume akawajibu. Kwenye Qur'ani yamo maswali kama hayo mengi sana. Lakini aina ya pili ya maswali ni maswali ambayo watu zama mbalimbali waliuliza mitume wao alafu hayakujibiwa. Kwa hiyo masala ambayo watu waliuliza tena zama tofauti, mitume tofauti, alafu yakapatiwa majibu, hayo ndo mambo ambayo Allah alitaka elimu yake waipate wanadamu, hata kama si wakati wa kuulizwa swali, lakini wanaokuja baadaye watavumbua tu jawabu na watapata faida nyingi katika research zao. Lakini kuna maswali ambayo yaliulizwa tangu huko nyuma mpaka huyu mtume wa mwisho hayakujibiwa. Haya mpaka kiyama kitakuja, wanadamu hawatoweza kujua elimu yake. Wakatoa mfano aya hii, suala hili, watu wote wa mitume wote waliwauliza mitume wao, maana mitume wote waliwaonya umati zao na suala la kiyama kuwa kiko karibu. Kwa hiyo walikuwa wanauliza, lakini hakuna mtume aliambiwa kiyama kitakuja mwaka gani, saa ngapi, mwezi gani na hivi. Suala jingine kwa mfano ni kuhusu suala la roho. Yasalunaka ani ruh, wanakuuliza kuhusu roho. Roho ndo nini? Haina jawabu. Qul ruhu min amri rabbi, ndo jawabu waloambiwa. Waambie roho ni katika mambo ambayo elimu yake iko kwa Mola wangu mwenyewe peke yake. Kama lingelijibiwa suala la roho ni nini, au lingelijibiwa suala la kiyama kinakuja lini, juhudi za binadamu na kujituma kwao katika kufanya tafiti, wangeshakuja na uzushi mwingine, wangezaa mambo mengi, lakini limebaki ni siri, na siri hii haijafichuliwa kwa mtu yoyote. Na kama wangelijua elimu ya roho, watu wao wengine wangeliishi miaka mingi kama Ibilisi anavyoishi, wangetengeneza japo za bandia, lakini hakuna jawabu. Elimu ya jambo hilo imefichwa, hatojua mtu yoyote. Qul innama ilmuha inda rabbi, waambie elimu ya jambo la kiyama iko kwa Mola wangu mwenyewe peke yake. Qul lahum ya Muhammadun, waambie ewe Muhammad, la ya'lamu alwaqtu alladhi yahsulu qiyami saati fihi, hakuna yoyote anayejua wakati ambao zoezi hili la kiyama litatokea.
illa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah mwenyewe peke yake. Hii ni siri yake na hajampa yoyote. Thumma akada dhalika biqaulihi, halafu Allah akatilia mkazo kusisitiza kwamba hakuna anayejua elimu ya kiyama ila yeye, kwa kauli yake iliyofuata hapo mbele, la yujalliha liwaqtiha illa hu la ya'lamu ilma as-sa'ati jaliyatan illa Allah, hakuna yoyote anayejua elimu ya kiyama kwa uhakika hasa ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nyie mmepewa notification tu, taarifa kwamba hili jambo lipo na likija litakuja ghafla. Nyinyi ndo wahusika, munapaswa mjiandae, mjitengenezee mazingira ya kujiweka upande salama. Siku likija hilo jambo, nyie muwe mkosefu. Ndo kazi mlopewa, msihoji mambo mengine yasiyowahusu. La yujalliha liwaqtiha illa hu, hakuna anayejua kwa uhakika wakati wa kiyama ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala. La yakshifu amraha, hakuna anayeweza kukashifu jambo lake, jambo la kiyama. Kukashifu ni kujua kitu nje ndani, ndani nje, juu chini, chini juu. Una umahiri na weledi wa kukifahamu. Sasa suala hili katika viumbe hakuna anayejua, anajua muumbaji peke yake. Wala yudhhiruha linnasi au wala yadhharuha linnasi illa ar-rabb subhanahu wa ta'ala, haliwi hili jambo ni dhahiri lenye kueleweka kwa watu ila linaeleweka kwake Allah peke yake, Mola mlezi subhanahu. Bidhati, Allah mwenyewe ndo analijua kwa uhakika, kwa sababu ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, akatengeneza mienendo ya vinavyokwenda na kila kimoja akakiwekea umri wake. Deadline ikifika, basi kilichopangwa kutokea baada ya hapo kinatokea. Kwa hiyo anayejua siri ya kimaumbile ya ulimwengu ni aliyeuumba ulimwengu. Mambo kama haya mengine ni siri yake, hajamjulisha yoyote. Fahuwa alalimu biwaqtiha, kwa hiyo ni yeye Allah peke yake ndiye anayejua wakati wa tukio hilo. Lini atafanya hilo jambo anajua yeye. Yeye ndo muidhinishaji, yeye ndo mfanyaji wa hilo jambo. Akaendelea tena kusisitiza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni jambo lisiloeleweka na yoyote. Akasema thaqulat fi samawati wal ardi, jambo hili limekuwa zito kujulikanwa. Hawalijui viumbe wa mbinguni wala hawalijui viumbe wa ardhini. Hata hao malaika walio karibu na Allah kwa dhamana zao, na wao pia hawajui, hawajapewa elimu hii. Hajui Jibril wala Israfil wala Mikail wala malakul mauti wala wengineo. Hata hamalatul arshi pia hawajui. Ni jambo lililo katika ilmu yake Allah mwenyewe. Thaqulat, limekuwa zito kujulikana, ni siri nzito. Fi samawati, mbinguni ili jambo ni siri, halieleweki. Wal ardi, na kwenye ardhi ili jambo halieleweki na yoyote. Yani thaqulat bimaana azumat, limekuwa ni jambo kubwa. Siri hii ni siri nzito. Ala ahli samawati wal ardi, hawalijui jambo hili viumbe wa mbinguni wala viumbe wa ardhini. Haithu yashfiquna minha, wao wenyewe wanaogopa tukio hili, wana taarifa nalo lipo na wanaogopa. Kwa hiyo wanajipanga, wanajiandaa siku likitokea waweje. Tunojitia hamnazo sisi tu binadamu na majini, tajifanya kama wenyeji hapa, si ndo tunaojua kila kitu. Lakini hao viumbe wenye elimu ya kumjua Allah wana uhakika na hili jambo, ubaya wake, ugumu wake. Kwa hiyo wao wanaliogopa binafsi, na mwenye kuogopa kitu huchukua tahadhari.
kuchukua tahadhari kadiri iwezekanavyo. Wayakhafuna shadaidaha wa ahwalaha, viumbe wa mbinguni wanaogopa shida za tukio hilo na vitisho vyake. Kwa hiyo wao wako vizuri katika kufanya maandalizi, tofauti na sisi. Yasalunaka, ewe Mtume, watu wanakuuliza wewe. Yasalunaka, wanakuuliza wewe, kaannaka hafiyun anha, kama kwamba wewe ndo mwenye dhamana na hili jambo unalielewa. Tena wanakuuliza kwa uhakika kirafiki, kama wanamuuliza mtu most competent wa hilo jambo. Hebu tupe taarifa ya hili jambo, wewe na kujua jambo hili wapi na wapi, kama ilivyo kwenye Suratul Naziat, fima anta min dhikraha, wewe na kujua habari ya kiyama wapi na wapi, ya kuhusu nini. Lakini wanakuuliza wewe ati jambo ambalo halikuhusu, una elimu nalo. La ya'lamu waqtaha, hakuna anayejua wakati wa kiyama illa Allahu, isipokuwa Allah mwenyewe peke yake. Liannaha, kwa sababu jambo hili la kiyama, min al-umuri al-ghaibati, ni katika mambo ya ghaibu. Allati, mambo ya ghaibu ambayo ista'thara biha allamul ghuyub, kapwekeka katika kujua mambo haya yeye mwenyewe mjuzi wa mambo yaliyofichikana. Mengine mengi ya ghaibu akipenda huwajulisha anaotaka, kama alivyosema katika sehemu nyingine, kama ilivyo kwenye Suratul Jinn, kwamba hamdhihirishi ghaibu yake yoyote. La yudhihiru ala ghaibihi ahada, hamdhihirishi ghaibu yake yoyote, illa man irtada min rasuli, isipokuwa kuna katika mitume ambao karidhika nao kuwapa baadhi ya mambo ya ghaibu kiasi ya haja, basi huwa anawapa kiasi ya hiyo haja, sio haya mambo mengine muhimu. Haya ni siri zake Allah. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui hasa uhakika wa Allah, uwezo wake na mambo ambayo ameyamiliki. Hawamjui viumbe muumba wao. Kwa hiyo wengi wanamfikiria sivyo, wanamdhania vibaya, wanamu-underestimate. Walakina akthara nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. La ya'lamuna sababa, hawaijui watu sababu. Alladhi, sababu ambayo liajlihi akhfaitu, kwa ajili ya hiyo sababu nimeficha suala la kiyama. Watu wengi hawaijui sababu, wako wanaojua sababu kwa nini Allah ameificha kiyama. Nabii Musa aliambiwa katika suratu Taha, wa anna saata atiyatun, kiyama kinakuja. Na akaambiwa kwa ajili ya kiyama nimekuwekeni hapa duniani, kila mmoja na muda wake, ukisha anaondoka. Kurudi tena ni kuja hicho kiyama kwa ajili ya kuja kulipwa haya ambayo hapa mnayafanya. Kwa hiyo kuwa makini na maandalizi yako ya siku ya kiyama, asije akakutoa kwenye malengo mtu asiyeamini kiyama. Wakati wewe unaamini kiyama, pay concentration kwenye majukumu yako, ujiandae na siku ya kiyama. Anasema wa anna saata la atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasaa. Kiyama kipo bwana. Wa anna saata la atiyatun, kiyama kipo, kinakuja. Akadu ukhfiha, mimi mwenyewe binafsi nilikaribia nijifiche, hata mimi nisijue. Ndio maana yake
ule unyeti wa jambo lenyewe ni siri. Hii siri yangu, nimeazimia kulifanya jambo hili liwe siri, ili watu wawe huru kufanya yale ambayo ninayapima. Litujza kullu nafsin bima tasaa, ili ikija hiyo saa kila mtu hapo ndo atalipwa kile alichofanya. Yani kuna mambo, kwa mfano mauti, ingelikuwa tumepewa taarifa mapema, wewe bwana unaishi siku ngapi katika ardhi hii, halafu ukawa katika kutembea yako dakika zinasoma, imebaki miezi 8 tu mimi ninakufa. Ingekuwa tunajua kama hivyo, maana yake kwa muda niliopewa hapa mimi nimebakia miezi 8, kama anavyohesabu muajiriwa tarehe yake ya kustafu. Akiwa kijana anapeta tu, lakini siku zikisonga anaanza kusema mimi nimebakisha miaka 3 tu hapa, nimebakisha 2 tu, mwaka kesho hapa mimi naanza kujiandaa kwenda hija. Yategemea mafao yake aende hija. Sasa ingelikuwa ni mauti, mmejulishwa lini unakufa, ungekufa kabla hiyo siku kufika, kwa kile kihoro. Seuze kiyama. Sasa hivi dunia ndo kwanza watu wanaiona mpya tu, ina mamilioni au mabilioni ya miaka, lakini kila wanaozaliwa wanaiona mpya. Hawana habari kabisa na kuondoka hapa, hawajui linalopendeza wala linalochukiza. Kaweka mazingira haya Allah, watahiniwa huru, ili kile kinachopimwa, kinachotafutwa kidhihiri kwenye matendo yao. Aliyekuwa muovu atauonyesha uovu wake kweli hapa hapa, lakini kama taarifa hizi zipo, watu wote wasingefanya hata mema wala mabaya kwa woga. Kwa hiyo kaficha, katoa taarifa ili jambo lipo, lakini waliopewa taarifa kiasi kwamba wanaona kama mzaha, kama tunataniwa vile. Kwa hiyo kafanya hivyo kwa sababu zake. Anasema la ya'lamuna sababa, watu hawajui sababu kwa nini nimeficha kiyama. La ya'lamuna sababa alladhi liajlihi akhfaitu, hawajui sababu alladhi biajlihi ukhfiyat, sababu ambayo kwa ajili ya hiyo sababu kimefichwa kiyama. Hawajui watu, kumbe ndo wamepewa uhuru wafanye wanayoyafanya. Mtu anakufuru muda wake wote, anasema maneno mabaya, lau kama yatatupwa baharini athari yake maji yatabadilika, lakini mtu haogopi. Qala al-Imam al-Fakhr, amesema mwana wa chuoni Fakhru Razi, wal hikmatu fi ikhfa'i saa, hikma iliyopo katika kukificha kiyama, anil ibadi, kimefichwa wasijue viumbe kinakuja lini. Annahum idha lam ya'lamu, ni kwa sababu ikiwa viumbe hawatoijua siku ya kuja kiyama, mata takunu, lini kitakuwa, kanu ala hadharin minha, kama wanaijua sababu, kama wanaijua saa lini kiyama kinakuja, kanu ala hadharin minha, wangelichukua tahadhari kubwa. Na tahadhari yao, fayakunu dhalika adaa ila taa, wangekuwa wanalazimika kutii kwa kipenda wasipende, kwa ule woga. Bwana isije ikawa nikamalizia vibaya. Ingelikuwa wanatii, wangekuwa na nidhamu ya woga. Lakini sasa hivi hapa mtu anafanya akiwa free, huru, haogopi wala nini. Mwema anafanya yale mema kwa ridhaa yake na moyo mkunjufu, akapata maksi kwenye mtihani wake, kafanya vizuri. Na mbaya ataufanya ule ubaya wake kwa roho kunjufu bila ya woga, na anawekewa maksi zake kwenye makosa anayofanya, ili ikija hiyo kiyama yaliyotendeka yapo ya kwa uhakika, na thamani yake wanaonyeshwa wahusika. Kama wangekuwa wanajua mapema, uoga ndio ungewatawala.
Kwa hiyo ingelikuwa kujua kwao kuna kiyama kwenye maisha yao ya duniani, ingekuwa asjar anil maasiya, wangekatazika watu wote na kufanya maasiya. Lakini pia upande mwingine, kama ingelikuwa tumeambiwa kuna miaka skeleton 3 huko mbele ndo kije kiyama, waliokuwa wakati huo wa nyuma wangesema kumbe bado, wangefanya wanayoyafanya kwa sababu bado kiyama hakijaja. Lakini ukiambiwa kipo kinakuja na halafu unaamini ni kweli, lakini hujatishwa kwa kupewa time mahsusi, utakuwa na ile tahadhari iliyokadiriwa. Utachukua safety precaution, utatumia akili yako vizuri, na utakuwa ni mwenye insafu katika miamala mbalimbali.